katika TVET zetu zote. Tutakuwa na hostels katika KMTC yenu hapa Kilifi County, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi mzuri ya kusoma ili tuwe na usawa katika taifa letu. Nyinyi mnajua umuhimu ya masomo, na ukiweka jumla ya pesa ambayo first time we are going to spend 25 billion shillings in housing, markets and hostels in Kilifi County. Haya yalikuwa ni mambo ya ndoto zamani, but we are making a reality of what we are doing as a nation. Na haya tunayoyafanya Kilifi, tunafanya sehemu zote za taifa letu la Kenya. Vile vile mumezungumzia jambo la muhimu, na nimeshukuru sana jamii ya hapa imezungumza mambo ya elimu. Mimi nasimama hapa mbele yenu kwa sababu ya elimu. Huyu Fikirini Jacobs anasimama hapa na tunamsherehekea leo kwa sababu ya elimu. Na ndio sababu nimesema ya kwamba hatutaki elimu iwe tena ni mambo ya watu wachache. Tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Mimi kwa miaka mitatu nimeongeza budget ya masomo kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700. Ndani ya miaka mitatu nimeajiri walimu 1,100 zaidi kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Tumejenga madarasa 25,000 mpya kuhakikisha kwamba mtoto akienda shuleni anapata nafasi ya kusoma. Lakini mimi najua ya kwamba bado hapa Kilifi County kwa mfano, wacha niwapatie statistics. Kwa miaka mitano kutoka 2017 mpaka 2022, walimu walioajiriwa hapa Kilifi walikuwa walimu 700. Lakini kwa miaka 4 kutoka 2022 mpaka leo tumeajiri walimu 2,860. Yes, kwa sababu mimi nataka kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma, na niko na sababu ya kutosha. Elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu hiyo na warai na wasihi wazazi wetu, chiefs wetu, wazee wa mitaa wahakikishe ya kwamba hakuna hata mtoto mmoja anabaki nyumbani wakati shule inaendelea. All our children must be in school. Haya mambo ambayo nayasema hapa ni ya muhimu, ndio tuelewane na nyinyi watu wa Kilifi na wa Kenya wote. Pia tulikubaliana na nyinyi mumesikia mambo governor wetu amesema. Governor wetu anasema anajenga sasa hospitali hapa level 4. Amesema tuko na mpango na yeye ambayo tunaweka vifaa ya kutumika kule hospitalini. Pia nataka niseme hapa Kilifi kila mwezi tunatuma pesa kutoka SHA. Kwa mwaka 1.5 tumetuma hii Kilifi 1.4 billion shillings hapa Kilifi. Na sasa county government iko na uwezo kupanua mahospitali yetu, zahanati, dispensary, health center. Kwa sababu wakitibu wananchi tunawalipa pesa kama tunawapatia kutoka SHA.
ile na wauliza wananchi wa Kilifi na wa Kenya, kila mtu ajisajili ndani ya SHA, ndio tuweze kuwa na data ya kujua madawa kiasi gani ipatikane, wauguzi kiasi gani wapatikane, vifaa kiasi gani ipatikane, na tuhakikishe ya kwamba afya isiwe ni starehe ya watu wako na kazi ama uwezo ama pesa. Afya iwe ni haki ya kila Mkenya, awe na uwezo asiwe na uwezo, awe na kazi asiwe na kazi. Wewe mwananchi wa Kenya, tunataka uende hospitali utibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Mambo ya pesa ibaki, serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa kupitia bima ya SHA walipe. That is what we want. So mimi nayasema haya mambo kwa kirefu kwa sababu siasa tumebadilisha. Siasa tena sio makelele. Siasa tena sio mambo ya kusema shida ni hii. Siasa ni kusema ni nani, ni kiongozi gani, ni nini tutafanya kutatua haya matatizo. We are changing and transforming the politics of our nation. Na ndio mnaona wanasiasa wengine wanaona hii mahali sasa imekuwa telezi. Hii mahali ni ngumu. Wale watu wa kutuenezea tu mambo ya ukabila na chuki na mambo ya matusi sasa watakosa rada na watakosa mpango, kwa sababu we have changed the politics of Kenya. Na tumesema na narudia, hatutaki tena siasa ya migawanyiko na mirengo na ukabila na kuweka chuki na kuweka ubaguzi. Kila Mkenya ni sawa na mwenzake. We must be united. Ndio neno la Mungu likasema pale kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi 3 kwamba ni vyema jinsi gani ndugu wakiishi kwa umoja. Alafu ikasema pale penye umoja Mungu anaamurisha baraka. That is what unity